Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Ya Marekani ambayo imeandikwa na vyombo vya habari kuhusu kile Marekani wanasema Marekani inatathmini kama mauaji yaliyofanywa na Israel dhidi ya kamanda mkuu wa Hamas Raid Said kule Gaza yalikuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano au la. Hiyo taarifa nyingine ni ile taarifa ambayo ilizungumzwa na waziri wa kigeni wa Marekani Marco Rubio, ambayo imepigiwa mstari na bosi wa au nasema kiongozi wa M23 Nanga kuwa wameamua kujiondoa Uvira kufuatia yale mazungumzo au kwa shinikizo kutoka kwa Marekani. Nitayazungumza haya mawili, kama muda utaniruhusu kuna mengine ya kuzungumza tutazungumza, lakini tuzungumze kwanza haya. Na hii taarifa mimi nikusomea ilivyoandikwa. Taarifa inasema Marekani inatathmini kama mauaji yaliyolengwa na Israeli dhidi ya kamanda mkuu wa Hamas Raid Said huko Gaza yalikuwa ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano au la. Rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari kwenye ofisi yake ya Oval, huku akikiri kwamba Marekani na Israeli wamekuwa na uhusiano mzuri sana. Trump alikubali kwamba shambulizi dhidi ya Said ulikuwa chini ya ukaguzi wa Marekani kama ilikuwa ni uvunjifu wa juhudi za amani. Lakini je, huo ulikuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano? Shambulizi dhidi ya jenerali wa Hamas? Tutalazimika kuona, tunachunguza hilo, Trump alisema akijibu swali la mwandishi wa habari. Ikulu ya White House imeripotiwa kutuma ujumbe kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ikishutumu mauaji ya Said kama ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Trump. Ujumbe wa hasira kutoka ikulu ya White House umekuja huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kati ya utawala wa Trump na serikali ya Israeli kuhusu awamu inayofuata ya makubaliano ya kusitisha mapigano ili kukomesha vita huko Gaza, Axios News iliripoti, ikiwanukuu maafisa wawili wa Marekani ambao hawakutajwa majina. Ripoti hiyo iliongeza kuwa waziri wa kigeni wa Marekani Marco Rubio, mjumbe wa ikulu Steve Witkoff na mkwe wa Donald Trump Jared Kushner wamechanganyikiwa sana na Netanyahu. Trump na Netanyahu wamepangwa kukutana Mar-a-Lago mnamo Disemba 29. Hiyo taarifa imeandikwa kwa sehemu moja. Hebu nikusomee sehemu ya pili ilivyoandikwa, ni hiyo. Inasema hivi: Rais Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba uwepo hii ni nyingine, sawa, ni ile moja. Nataka hii ni habari nyingine, maana ilikuwa inahusu Marekani na Syria. Uwepo wa vikosi vya Marekani Syria. Marekani anataka kuongeza uwepo wake Syria. Turudi kwenye hiyo habari ya kwanza ambayo nimeisoma. Marekani anasema tunaangalia hili shambulizi kama lilikuwa ni ukiukwaji au la. Yaani unajiuliza mara tatu kuwa tafsiri yake nini? Yaani tafsiri yake kuwa jinsi unavyoliona lile shambulizi eti lilikuwa au la. Lilikuwa au la. Yaani nataka kutafuta mfano mwepesi nione mfano mwepesi ambao utakuwa mwepesi kwako. Kuna mifano nikitoa watu hawapendi. Ndio maana natafuta mfano mwepesi ambao nikurahisishie hicho kitu ukione kuwa tayari kuna makubaliano, tayari kuna mkataba wa makubaliano kati ya pande zote mbili. Yaani tufanye hivi, mna makubaliano ya kuuziana nyumba na yameisha fikiwa na malipo yameisha fanyika na kila kitu kimeisha badilishwa, umiliki wa kila kitu. Sawa. Aliyekuwa mmiliki anakuja kulala kwenye moja ya chumba katika ile nyumba na anasema
ni sawa kwa sababu ilikuwa nyumba yangu, bado huo mfano hauji kwa sababu Israeli hakuwahi kumiliki pale. Natafuta mfano yani ule wa kukuonyesha kuwa tuna makubaliano yaliyosainiwa kuwa wewe utabaki kwako, mimi nitabaki kwangu, hapa bado ni ngome yangu na nitaendelea kuishi hapa licha ya kuwa mimi ni adui yako. Wewe huna uhalali wa kuvuka kuja kwangu, wala mimi sina uhalali wa kukusogelea huko. Sasa wewe umevuka, umekuja, umefanya mashambulizi ya huku na umesababisha vifo. Halafu aliyesimamia au mashahidi wa makubaliano wanataka kuchunguza kama kweli hiyo ilikuwa inakiuka makubaliano. Tunapotangaza ceasefire manake nini? Usitishaji. Maana yake kuwa hata adui yako akipita mbele yako hutomgusa. Lakini tumeona Israel imeua wapiganaji wa Hamas waliokuwa kwenye mahandaki kule. Imeua. Ni katika ukiukwaji wa ceasefire huo, kwa sababu tayari tuna makubaliano ya usitishaji ya kuto kushambuliana. Kama wewe unaanza kushambulia upande wa pili na wale upande wa pili wakisema kuwa tumeona kuna tishio wanataka kutushambulia, watushambulie, inakuwaje? Ni double standard inayofanywa na Marekani kwa kile kinachoendelea. Tunazungumza wa Palestina zaidi ya 379 wameuawa katika kile kitu kinaitwa usitishaji. Bado Marekani wanaichunguza Israeli kwenye huo ukiukaji. Yani wanachunguza, je, kuna ukiukaji au hakuna? Yani licha ya kuwa watu 379 waliouawa, watu 370 wakiwa watoto zaidi ya 120 waliouawa katika kipindi hiki cha usitishaji, bado Marekani anatuambia kuwa anachunguza matukio na tabia za Israeli ndani ya Gaza kama zinakiuka makubaliano. Kama zinakiuka makubaliano, unataka ushahidi wa aina gani ambao unaweza kuthibitisha kuwa haya ni ukiukaji, yani kuwa kilichofanyika ni ukiukwaji wa makubaliano? Yani ushahidi wa namna gani? Kwa sababu kuna kile ambacho kipo kwenye makubaliano, mfano uingizaji wa bidhaa ambao umeshindikana. Kama unazifuatilia video na kile kinachoendelea Gaza hivi sasa, umeona hali iliyopo. Unajua sasa hivi nchi za Kiarabu ni kipindi cha baridi kali, kuna mvua na kuna upepo mkali unaendelea kule Gaza. Israeli imezuia kuingiza tent, imezuia kuingiza mahema, imezuia kuingiza zile nyumba, zile mobile houses, zile caravan, imezuia kuingiza. Watu wanaishi kwenye mahema ambayo maji mpaka ndani yani wanachoweza ni kuzuia tu kwa wasiroane kichwa, lakini wanatembea ndani ya maji. Yani watu wanaishi utafikiri wako kwenye mashamba ya mpunga. Hiyo ni sehemu ya ukiukwaji mkubwa kabisa, lakini Marekani hajaona yote hayo, hajayaona. Sasa hiyo ndio hali iliyopo Gaza. Jamani, wakati wa usitishaji tulidhani labda kuna hali au na nafuu fulani ambayo itatokea kwa Gaza. Nimekuwa nikiwakumbusha wale wenzangu ambao mlikuwa na desturi ile ya utaratibu wa kuwachangia, na nikawaambia kuwa sisi kwetu tulikuwa tumestopisha kiasi wakati ule, tukabaki tu wenyewe kwa wenyewe. Tulilitoa kwenye public, hiyo ilikuwa wazi. Tukabaki tu wenyewe kwa wenyewe, mimi na jamaa zangu wangapi huko ambao najuana, kila mwezi huwa tunajaribu kuwatumia. Sisi tunaendelea, hatukuwahi kustop. Lakini nikawakumbusha kuwa kuna taasisi nyingi ambazo zimekuwa zikihusika katika kupokea michango. Basi angalia taasisi ambao una uhakika nayo kuwa inaweza kufikisha chochote, wapelekee. Uhitaji bado ni mkubwa sana. Watu wa Gaza bado wanawahitaji sana. Kwa hiyo wewe ambaye ulikuwa unaguswa nao kwa chochote, usiwasahau. Tumia njia yoyote unayoweza kuiona, angalau watumie chochote. Bado hali ni ngumu sana. Nafuu pekee tunayoipata hivi sasa kuwa angalau baadhi ya misaada inaweza ikaruhusiwa kuingia. Kwa hiyo hata wewe ukitoa kupeleka, angalau ule ugumu ambao tulikuwa tunaupata mwanzo kidogo umepungua na unaweza ukawafikishia. Kwa hiyo msiwasahau. Mimi huwa wananikumbusha mara kadhaa, na mimi nawakumbusha rafiki zangu wawili watatu, jamani, sisi ni kila mwezi hatukuwahi kukata toka tulipoanza. Tunajitahidi kadri tunavyoweza
angalau tuwafikishie chochote. Sasa na wewe kwa nafasi yako chochote wafikishie. Hali yao ni ngumu sana sana, yani kuliko kile ambacho unakiona kwenye uhalisia. Hilo ni la Gaza. Nataka kuzungumza hili la pili. Hili la pili nimesema kuwa taarifa hii ilitajwa na Marco Rubio, waziri wa kigeni wa Marekani. Nasema hivi: waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda wamesema watajiondoa kutoka mji wa Uvira mashariki mwa Kongo kwa ombi la utawala wa Marekani ambao ulikuwa umekosoa kukamatwa kwa mji huo wiki iliyopita kama tishio kwa juhudi za upatanishi. Umeelewa hili? Halina tofauti na nililotoka kulizungumza. Yaani hawa wameona kuwa hawa kuchukua hili eneo ni ukiukwaji, walirejeshe kwa sababu wanakiuka makubaliano yaliyopo kwenye mkataba. Haraka wameliona. Ila la Israeli wanalichunguza, wagundue kama ile ni ukiukwaji. Ni ukiukwaji ulio wazi. Waasi hao waliingia Uvira kwenye mpaka na Burundi chini ya wiki moja baada ya marais wa Kongo na Rwanda kukutana na rais wa Marekani huko Washington na kuthibitisha kujitolea kwao kwa makubaliano ya amani yanayojulikana kama mikataba ya Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema Jumamosi kwamba vitendo vya Rwanda mashariki mwa Kongo vilikiuka mikataba ya Washington na kuapa kuchukua hatua ili kuhakikisha ahadi zilizotolewa kwa rais zinatimizwa. Rwanda inakanusha kuunga mkono M23 na inawalaumu wanajeshi wa Kongo na Burundi kwa mapigano mapya. Ripoti ya kundi la wataalamu wa Umoja Mataifa mwezi Julai ilisema Rwanda ilikuwa ina amri dhidi ya udhibiti wa M23 na amri zao zinatimizwa. Kujiondoa ni hatua ya kujenga uaminifu pande zote. Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa waasi wa Mto Kongo ambao unajumuisha M23, alisema katika chapisho la kwenye mtandao wa X kwamba waasi wangejiondoa. Hatua hiyo ilikuwa hatua ya kujenga uaminifu wa pande zote mbili ili kuipa mchakato wa amani Doha nafasi kubwa ya kufanikiwa, alisema. M23 haishiriki katika mazungumzo yaliyosimamiwa na Washington, lakini imekuwa ikishiriki katika mazungumzo tofauti sambamba na serikali ya Kongo yaliyoandaliwa Qatar. Mwanaharakati wa asasi za kiraia huko Uvira alikuwa ameiambia Reuters Jumanne kwamba waasi bado wapo. Chanzo cha waasi kilisema vikosi vya M23 na vya Kongo vitajiondoa kilomita 5, yani maili 3 kutoka Uvira ili kuanzisha eneo la ulinzi, jambo ambalo M23 ilipendekeza katika mkutano wa waandishi wa habari wiki iliyopita. Kongo na Burundi hazikuweza kujibu mara moja maombi ya kutoa maoni. M23 ilifanya shambulio la radi mnamo Januari ikiteka miji mikubwa zaidi mashariki mwa Kongo katika mapigano ambayo yameua maelfu na kuwafukuza mamia kwa maelfu ya wengine. Waasi hao wamefanya kazi na kuanzisha utawala sambamba mashariki na hivyo kuifanya nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati ipate mgawanyiko mkubwa. Na rudia kusoma, kuna sehemu nimeisoma paragraph moja, anasema hivi: waziri wa mambo nje wa Marekani Marco Rubio alisema kwamba vitendo vya Rwanda mashariki mwa Kongo vilikiuka mikataba ya Washington na kuapa kuchukua hatua ili kuhakikisha ahadi zilizotolewa kwa rais zinatimizwa. Yani alichozungumza Rubio, alitaja Rwanda vinakiuka. Waliochukua Uvira ni M23, wanaojiondoa Uvira ni M23. Kidole kimesontewa Rwanda. Rwanda hana uhusiano na M23 kwa mujibu wa Kigali. Rwanda anamnyoshia kidole vikosi vya Burundi na Kongo. Unaielewa hiyo hadithi? Kukataa, yani Rwanda kukataa kuwa hausiki na M23, nimesema mara nyingi, ni kama mtu kukataa asili yake. Yani ni kama mtu kuikataa asili yake, kwa sababu ni vigumu mno kutenganisha utiifu unaoonyeshwa na M23 kwa Rwanda, na ni vigumu sana kutenganisha matamshi yanayotolewa na mamlaka ya Rwanda kwa M23. Rwanda inanyoshea kidole wote waliozunguka pale, vikosi vyote vilivyo pale, lakini haijawahi kuinyoshea kidole M23 ambayo inasema kuwa haina uhusiano nayo. Haina uhusiano nayo, ila inainyoshea mikono Kongo na Burundi.
wanajiondoa Uvira kwa amri kutoka wapi? Kwa sababu ya Marekani wametaka wafanye hivyo. Wanaenda kufanya nini? Kujiondoa Uvira. Wiki iliyopita nilizungumza sana kuhusu mgogoro, kudondoka kwa Uvira na nini, na yale mazungumzo yangu yalikwenda mbali. Unajua yalikuwepo YouTube kule, nilizungumza. Kuna bwana mmoja kutoka Kongo alinipigia simu. Alinipigia simu. Anasema yeye ni kiongozi wa kidini, pastor sijui anakuwa ni, najua tu ni kiongozi wa dini, lakini sijui mamlaka yake ikoje, yani kwa pastor. Yeye aliniambia mimi ni pastor, kiongozi wa kidini. Lakini alichokuwa ananiambia ni kitu kimoja, kuwa nimesikiliza mazungumzo yako yote, yani ulichokizungumza ndio halisi, yani ulichokizungumza ndio chenyewe. Akawa ananiuliza, umewahi kuishi? Mimi sijawahi kuishi Kongo, lakini kikubwa alikuwa ananiambia ulichokizungumza ni halisi. Jamani, kumtenganisha Uvira, kumtenganisha M23, kumtenganisha Kongo, kumtenganisha Rwanda, vitu viko wazi. Sasa Marekani ananyosha kidole kwa Rwanda, Rwanda anaagiza proxy wake ondoka, na ndio hicho tunakiona kinatoka. Lakini nilisema kuwa kuanguka kwa Uvira ilikuwa ni tishio zaidi kwa Burundi. Jana katika taarifa waliotoa M23 wanasema kuwa wana mamia maskari wa Burundi wanaowashikilia. Yani tayari kuna mgogoro mpya. Niliozungumza kuwa huu mgogoro mpya lazima utokee. Kuna mamia ya askari wa Burundi ambao wanashikiliwa na M23. It means M23 ni super power eneo la mashariki. Ukiondoa jeshi la Rwanda, basi wanaofuata pale ni M23 wenye nguvu. Lakini unaliondoaje jeshi la Rwanda? Kuwa M23 ni nani? Kwa hiyo unaweza ukajua kabisa super power wa eneo ni fulani. Unajua eneo ambalo M23 wamelichukua mashariki mwa Kongo, ukubwa wa lile eneo unaweza ikawa kubwa kuzidi Rwanda na Burundi kwa pamoja ukiziweka. Lile eneo la mashariki waliochukua, kuanzia huko Bukavu, sijui Goma, Kivu, kwenda mpaka Uvira, yani lile eneo ukubwa wake linaweza kuwa zaidi ya ukubwa wa hizi nchi mbili za Rwanda na Burundi. Ni eneo kubwa sana wameokata kule mashariki mwa Kongo. Sasa sauti inatoka kwa Marco Rubio. M23 hawakuwepo Washington wala hawashiriki mazungumzo yoyote na Marekani, lakini amri na kidole kinasontwa Kigali, halafu unaona amri inatoka kutoka kule. Kwa nini kama hakuna uhusiano kati ya Rwanda na M23, kwa nini M23 wanatii maagizo yaliyo toka Kigali? Jibu liko wazi. M23 ndio M23, Rwanda ndio Rwanda. Ndio liko hivyo, kuwa palipopigwa ni kwingine, mlio unasikika kwingine. Sasa wanasema tutajiondoa, lakini tutataka ili eneo viwepo vikosi vya kimataifa. Yani hawataki tena Uvira irejee kwenye mamlaka ya Kongo. Kumbe nilipojiuliza kitu kimoja, kumbe Trump katika yale mazungumzo ya Tshisekedi na mwenzake, kumbe alikuwa na uwezo wa kuagiza kuwa tunataka vikosi vyote vya M23 viondoke Kivu, viondoke Bukavu, viondoke ile maeneo ya Kivu, viondoke Goma, ili hatukusikia hilo. Ni kuwa rasmi ya M23 ni watawala wa mashariki mwa Kongo. Wanakuwa wanaripoti vipi? Wanahusiano na nani? Na nani anaowa connect? Nilizungumza jana wakati wa mazungumzo, wakati nataja mgogoro wa Eritrea na Ethiopia, nikasema kuwa ulimwengu ulishatoka kwenye maadili yake ya kulinda mipaka, ya kulinda haki za watu, ila ulimwengu umerudi kwenye ulimwengu ule wa kuwa mwenye nguvu ndio mwenye nguvu na atachukua kile anachokiona. Yani sisi hapa tukiangalia hapa jirani zetu, nani tunaweza tukamuonea? Malawi, twendeni tukachukua ile nchi, tunaileta inakuwa yetu. Nani mwingine tunaweza tukampushi? Burundi, tunaisogeza inakuwa yetu. Nani? Yani ulimwengu ndio umerudi kwenye maisha hayo, kuwa ndio maana hawaogopi. Ndio maana niliwaambia Ethiopia haogopi kwenda kuanzisha vurugu na Eritrea, kwa sababu dunia zitapiga kelele nyuma yake. Kuna Israeli atamkinga, Marekani hawezi kufanya lolote na atabaki kuikalia, atafanya occupy, atakalia eneo, na Eritrea itabaki na bandari moja ya Masawa, na yeye anaweza akaichukua bandari ya Asib, akabaki kuwa yes, mimi naishikilia hii, wewe shikilia hiyo. Inabaki tu kuwa sisi tunaikalia ile eneo, na ulimwengu nao unapiga kelele tu, tunalani kitendo cha Rwanda cha Ethiopia kuikalia sehemu fulani. Itabaki hivyo hivyo. Nani anajali? Nani anajali Abkhazia anaikalia Urusi?
dunia si inapiga tu kelele, lakini si anaikalia. Nani anajali? Uturuki si anaikalia Cyprus, dunia inapiga kelele, si anaikalia. Tayari Donbas, Trump kwa kauli ya Trump leo anasema kuwa hakuna njia yoyote Ukraine wameshaipoteza Donbas. Yani hilo walijue. Trump anasema jana hakuna njia yoyote ya kuirejesha Donbas isipokuwa Ukraine wameshaipoteza Donbas. Ana nguvu, mwenye nguvu. Yani ndio ulimwengu umerudi kuwa. Ndio maana mabadiliko ya ulimwengu katika kipindi cha miaka 5 iliyopita kuwa ni matumizi makubwa zaidi ya kijeshi duniani. Matumizi ya kijeshi yamepanda maradufu duniani kuliko kitu chochote. Yani hivi sasa matumizi ya kijeshi ulimwenguni ni makubwa kuliko matumizi. Yani mpaka unakaa unawaza kuwa hawa binadamu walioletwa duniani wakapewa akili, wakapewa mafunzo ya kuishi kama binadamu ambao wanaishi kwa temperature. Yani muda wote wanawaza kuanzisha vita, kuanzisha kupigana, muda wote wanawaza kuangamizana, muda wote binadamu wanaona tu kitu pekee cha kututajirisha ni kubuni kuwa ni silaha gani inaweza ikawaangamiza binadamu wenzake wengi kwa wakati mmoja, wakaisha akafaidika na hilo. Ndio ulimwengu ulipo. Tunatumia mabilioni ya mabilioni kwa ulinzi. Unamlinda na nani? Dhidi ya nani? Yani ni binadamu tu wanaolindana kuwa huyo asinivamia, asije akachukua hapa. Hawatosheki. Urusi ina ardhi kubwa kuliko nchi yoyote duniani. Kuliko nchi, haikuwa na shida yoyote ya kuchukua eneo la Ukraine. Urusi ni kubwa, nchi ya kwanza duniani. Haikuwa na shida yoyote ya ardhi kusema kuwa labda wamepungukiwa ardhi au wamepungukiwa sijui kitu gani, waseme kuwa mpaka waende kutaka hiyo, mpaka kuanza kugombana kuwa tunaitaka hili eneo liwe eneo letu sisi, lazima itambuke kuwa hii ni Urusi. Nchi moja ina time zone zaidi ya 10. Unataka nini? Yani Urusi ndani ya ile eneo lao inazo time zone, yani muda, yale majira 10 tofauti ukiwa ndani ya nchi moja. Yani sisi ukiwa Dar es Salaam hivi sasa ni saa 5, ukiwa Burundi sijui saa ngapi. Kwa hiyo unajua imekaa vile. Unajua kama sisi tukikaa Afrika hapa hivi sasa CV time yetu inakwenda tofauti kidogo na Afrika ya Kati kwa saa 1. Lakini wengine unakuta 2 hours. Ukienda Rahby Digital, haki na ukweli.